Wapenzi watazamaji, asubuhi hii tunaongozwa na neno la Mungu katika maeneo haya. Somo la kwanza, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 4 aya ya kwanza na aya ya 5 hadi ya 9. Injili ya leo inapatikana katika mwinjili Mathayo, sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 19. Tusikilize injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, atakuwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Wapenzi watazamaji, injili ya leo inatukumbusha jambo muhimu kwenye maisha yetu. Yesu amekuja si kutangua Torati bali kuitimiliza. Amekuja kukamilisha kile kilichoanza huko kwenye Agano la Kale, tukiangalia historia nzima ya wokovu wetu. Amekuja kutuelekeza vizuri hasa katika eneo la sheria na Torati, yaani mwongozo. Kuna sheria nyingi na miongozo mingi katika Agano la Kale. Yesu hakuja kuvuruga hayo yote, bali amekuja kutimiliza. Na hiki ndicho alichofanya. Hamu kubwa ni kubadilisha mtazamo. Badala ya kubakia kushika sheria kwa nje, Yesu amesisitiza sheria ishikwe kwa ndani kwenye maisha yetu, kwamba sheria iliyopo imsaidie mwanadamu kubadilika na kuwa mtakatifu. Hapa ndipo alipotuwekea pia amri ya mapendo, itusaidie mapendo kwa Mungu na jirani. Ndugu zangu, asubuhi hii tujifunze kutoka kwa Yesu. Mtu atakayezitenda na kuzifundisha amri za Mungu ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbingu. Sasa leo tuweke maamuzi. Tunapoendelea na tafakari zetu katika juma hili, tuweke maamuzi. Daima tutimize mapenzi ya Mungu. Tusimpe shetani nafasi ya kuvuruga kile kilicho chema maishani mwetu. Amri za Mungu zibadilishe maisha yangu, na zinapobadilisha maisha yangu, nami nibadilishe maisha ya wale ninaokutana nao. Na mabadiliko hayo yote huanza na mimi. Na nikitaka kufanya mimi mwenyewe sitafanikiwa. Ninahitaji neema na maongozi ya Mungu wetu. Ndivyo Yesu anavyotufundisha siku ya leo. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Twendeni tukawe wamisionari, tukafundishe habari njema. Lakini hatuwezi tu kutoka kwanza. Lazima habari hiyo njema iwe sehemu ya maisha yangu. Nianze kujiinjilisha mimi mwenyewe, uinjilishaji wa ndani wa neno la Mungu. Nilisome neno la Mungu, nilifanye sehemu ya maisha yangu, nilitafakari, niliishi. Ndipo hapo ninaweza kutoka nje na kwenda kumshirikisha mwingine yale ambayo mimi mwenyewe nimeyapata kwenye maisha yangu. Mungu atuongoze na atuelekeze tutimize wajibu wake vema. Je, siku ya leo swala la kujiuliza asubuhi hii tunapoenda kwenye majukumu yetu mbalimbali, mimi ninatimiza mapenzi ya nani? Ninafundisha nini?
ninapopata nafasi ya kuongea na wale wanaonizunguka? Tuongozwe na Mungu, tufundishe yanayofaa, tuzijenge jamii zetu badala ya kuzibomoa kwa maneno yetu. Mungu atuongoze na atuelekeze kwenye siku nzima ya leo, tufanikiwe kwenye mipango yetu na kazi zetu, masomo yetu na majukumu yetu mbalimbali, na tusimpe shetani nafasi, bali daima kwa maisha yetu watu wamuone Mungu, na daima kwa maisha yetu watu wapate furaha, amani, mapendo na utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.